Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Mchungaji wetu mmoja ofisi kuu, Mchungaji Evans, idara ya wamama, idara yetu ya vijana, idara ya shamasi ambayo iko chini ya mchungaji wetu, praise and worship, wageni wetu, washirika wote, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Namshukuru Mwenyezi Mungu, amekuwa mwaminifu katika maisha yangu pamoja na jamii yangu. Naendelea kumrudishia shukrani kwa maana yeye ndio kimbilio langu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Jinsi tumeweza kuambiwa, mambo ni mengi lakini masaa ni machache. Kwa hivyo nitakuwa tu mfupi. Najua hii wiki imekuwa ya Speak the Word ambayo inaangazia kitabu cha Mathayo 5:14. Mimi mwenyewe sijakuwa, nimekuwa na shughuli, lakini najua wahudumu wote ambao wameweza kushiriki katika kufundisha, Mungu amewatumikia na tunaendelea naitwa climax siku ya leo. Kwa hivyo wale wote ambao wamehudumu, wale wote ambao waliweza kuingia katika hizo mikutano, Mungu wa amani azidi kuwalinda, Mungu wa amani azidi kuwabariki. Amen. Na muweze kuona makuu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nitakuwa tu mfupi. Nitagusia tu katika hiyo kitabu. Nitasoma mstari wa 15 na 16 ambayo that is Matthew chapter 5 verse 15 and 16. Biblia inasema kwamba wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni kuendeleza tu pale ambao Yesu alisema sisi ni nuru ya ulimwengu. Alikuwa anaambia wa disciples wake na wale the multitude wakati alikuwa pale mlimani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo anatuamuru kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu, na tunapokuwa nuru ya ulimwengu, matendo yetu inafaa yaangaze katika watu wa mataifa waweze kumrudia Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo jinsi mmekuwa mkifundishwa kwa ajili ya ili andiko ambayo imekuwa ndio timu yetu ya wiki mzima, tuweze kujiona sisi kama wale watumishi wa Mwenyezi Mungu ambao tunakuja kanisani, tunapo kuwa pale nje ama tunapotembea, watu wengine waone kwamba hakika Bwana Yesu anatumikia hawa watu na tunaweza angaza katika dunia na watu waweze kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa hivyo tuendelee kumtumikia Mwenyezi Mungu, tuendelee kujihifadhi katika mabao yake, na hakika ataweza kutumikia jinsi anaweza kutuma Roho wake Mtakatifu akaweza kutuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapotenda kazi ya Mwenyezi Mungu tuwe transparent in life, tuwe transparent in our faith, na tuweze kutenda kazi ya Mwenyezi Mungu jinsi anaweza kutuamuru kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sitawachosha na mengi. Najua mchungaji atakuja kufunika na tukaweza kubarikiwa na Mungu wa amani azidi kutulinda. Barikiweni sana. Mchungaji. Tuombe. Baba, katika jina lako takatifu, asante kwa neno ambalo nimesoma, waliosikia wakaweze kubarikiwa, aliyesoma kainuliwe. Tutende mema tunapoendelea mbele na ibada hii, tuone uwepo wako ikiwa mahali hapa. Wewe ni Mungu, utaendelea kutenda. Haya machache yafanyike katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.